Changamoto ya kwanza, kutokuwa na ofisi ya chama na ukumbi kwa ajili ya mikutano, hivyo kupelekea kutumia gharama kubwa kukodi ukumbi kwa ajili ya mikutano na vikao vya chama. Ndugu mgeni rasmi, changamoto ya pili, wanachama wengi kutotoa ada kwa wakati. Ndugu mgeni rasmi, changamoto ya tatu, tumeondokewa na wanachama wawili akiwemo makamu mwenyekiti. Ndugu mgeni rasmi, changamoto ya nne, uchache wa fedha za kukopeshana umepelekea wanachama kupata fedha kidogo na kushindwa kukidhi mahitaji yao. Uhitaji. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba msaada wa kununua eneo kwa ajili ya kujenga ofisi ya ukumbi wa chama cha Machinga Old Airport. Tunatarajia ofisi yetu na ukumbi eneo letu la airport ya zamani, gharama ya Tanzania shilingi milioni 100. Nimepokea risala yenu, nimepokea mzigo wote na nitamfikishia mheshimiwa kama ulivyo. Unaweza kupata hata dhambi na bado kumsifia kwa sababu kazi anayofanya kazi imetukuka. Dr. Tulia hapa kwa kuwiwa na elimu katoa uniform mara ngapi kwa ajili ya watu wasiojiweza. Kila mwaka anatoa daftari kwa watu wasiojiweza. Anatoa bima ile ni ya kwake mwenyewe, haiko katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini yeye kama mbunge anawiwa kama binadamu anafanya yale mambo. Anatekeleza ilani ya chama, lakini anatekeleza ilani ya Mungu kwa kusema kwamba mpende jirani yako, msaidie ambaye hana. Kwa sababu kusoma kwenye Biblia, ukisoma kwenye Qurani, sisi wanadamu tunahusiwa kusaidiana. Yule ambaye hana uwezo kumsaidie. Kwa hiyo Dr. Tulia anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini anatekeleza ilani ya Mwenyezi Mungu kupitia kitabu takatifu kwa kuwasaidia wale ambao hawana. Kwa hiyo naamini kabisa Dr. Tulia hatawaacha. Dr. Tulia hatawaacha, atawaunga mkono na atawaunga mkono kwa kila atakachojaliwa, lakini najua atakachojaliwa kitakuwa kina manufaa kwenu nyinyi ambao mmeanzisha hii harambee. Lakini mimi kama msaidizi meya wa jiji la Mbeya, na mimi nimestukizwa mwenyekiti. Nilikuwa sina kuja kufanya nini hapa. Sasa ngoja nichukue akiba, niende hata na kidogo ambacho ninacho, siwezi kuja pia hata kuwatunza wale wasanii wanaoendelea. Sasa lakini hapa nao washoma diwani, hao washoma diwani na mwenyekiti, mimi nakata posho zao, mimi natoa 500 kwa niaba yao. Umeelewa vizuri mstahiki. Kutaka wasitake, mimi nakata kwenye posho zao. 500 huko naenda kuchangia. Lakini 500 wakofi mengi. Lakini hawazuii. Kama kuna mwingine anataka kuchangia mwenyewe binafsi anaweza akachangia. Niambie kiingilio shilingi ngapi? Na mimi naomba ndio mwanachama, hata kama mlipi duka, lakini mimi ni mwanachama na mimi. Niko tayari kushirikiana na mimi. Katika mambo ya kiingilio, ndio ada shilingi ngapi? Mlichokifanya Mungu aendelee kuwabariki. Safi. Na pesa zisiwapungukie mikononi mwenu. Yes. Safi. Na mimi naomba kujiunga. Makofi mengi.